Biblia anatuambia kwamba, Aisha nisaidie huku mbele, ukisoma katika Psalms 127, Biblia anatuambia kwamba Bwana asipolinda mji, katika jina la Yesu Kristo, Bwana asipolinda mji, walinzi watafanya kazi bure. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Psalms 127. Biblia anatuambia kwamba Bwana asipolinda mji, walinzi watafanya kazi. So elewa ya kwamba bila Bwana katika maisha yako, usipoja Bwana kwa chochote ambao unafanya, hakuna kitu ambayo itafanyika. Katika jina la Yesu Kristo. Ni kumaanisha kwamba binadamu hawezi chochote bila Mungu. Nguvu yetu na hekima yetu haisaidii chochote bila Mungu. Bwana asipojenga nyumba, wachengao hufanya kazi bure. Bwana asipolinda mji, walinzi wakesha bure. Umesikia ya kwamba Bwana asipolinda mji, walinzi watakesha bure. Bwana asipojenga nyumba, wajenzi watafanya kazi bure. Tunapoenda kuomba leo katika jina la Yesu, nataka uamini Mungu akusaidie kwa chochote ambao unafanya, ili usiche ukawa uko peke yako. Uambie Baba ya kuwa unisaidie. Tembea pamoja nami kwa hii safari. Tembea pamoja nami kwa hii safari ya maisha. Najua kila mmoja ako na ndoto yake. Najua kila mmoja ako na maono ya maisha yake. Lakini mwenye timisha atakusaidia hiyo ndoto itimie ni Mungu. So wewe bila Mungu hakuna wewe. Ukifanya chochote peke yako, ukitegemea umaarufu yako, ukitegemea hekima yako, ukitegemea mali yako, ukitegemea baadhi ya vitu ambao unaona ya kuwa inakusaidia katika maisha, na ufungie Bwana nje, ujue ya kuwa unaelekea mahali hakuna mwelekeo, hakuna njia. Umesikia Biblia amesema ya kwamba wajenzi, Bwana asipojenga nyumba, wajenzi watafanya kazi bure. Ni vitu ngapi mara mingi tunafanya peke yetu pasipo kuhusisha Mungu, pasipo kuomba? Vitu zaidi ya moja. Na ndio maana umeng'ang'ana, umeishi kung'ang'ana. Ndio maana unaona unaishi maisha ya kurudi nyuma. Katika mambo ya kiasili na mambo ya kiroho urudi nyuma wewe. Kwa sababu unafanya peke yako. Mara mingi unaweka maombi iwe namba mwisho. Kuna baadhi ya watu ambaye hawezi omba wakati anafanya chochote. Kuna baadhi ya watu ambaye hata hawezi ombea chakula. Anasema ya kwamba chochote ambaye nimeshika ni imebarikiwa. Na hiyo ni kiburi. Ukiangalia baadhi ya watu ambao anasema ya kwamba chochote yenye nimeshika imebarikiwa, ni kiburi. Najua kuomba ni kunyenyekea.
unafumba macho, iruri konyek, saa zingine unapiga makoti, sait age ikutunyi, saa zingine unachuchumaa, sait age yani iribisi nguruksei, saa zingine unatondokewa na machozi, sait age kobendi bekab ko, unanyenyekea. iko Lakini kuna baadhi ya watu ambaye ameingiwa na kiburi, lakini mite biik chekikochut losetab hawezi ke, piga makoti, magoi kokutunyi, hawezi omba magoi kosa, chochote, anasema tu chochote nimeshika ni haleluya. mwa kitu ole kitatul nekanam koberurot akotesta. Mahali shetani amepata kiingilio kukukalia wewe, kukushikilia ama kukuumiza ama kukutulumu, ni kwa sababu wewe hautaki Mungu. Kwa kit nekikoyai inai kochilchi ngweny akonyalilin ko amu memoe Kiptayat. Hautaki Mungu kwa njia gani? Memokie Kiptayat en or ne? Maombi ni ya kanisa, utaomba tu ukiwa kanisani. Saen isoe ko nombo kanisa, isoe amun imi kanisa. Kuna baadhi ya watu ambaye hawasomi neno akiwa nyumbani, Mite biik chemasomani Bible haombi yomiga, akiwa nyumbani. masoe yomiga, Maombi ni kanisa. saet kityo ko en kanisa. Biblia unakuja kusomea kanisa Bible inyesomani en ukiwa kanisa. kanisani. Inyesomani amun imi Lakini ukiwa kanisa. nyumbani hausomi neno Lakini yon imi gaa mesomani Hauimbi, ng'olyot, hauombi. metieni au mesoe. na unatarajia kufanikiwa, Ak ikonye kabisa ibor. unatarajia kutunukiwa katika mambo ya kiroho. Ikonye ibor en tugukab tamirmiriet. Mara mingi tumetegemea elimu yetu, En abokora much ketiengei somanoenyo. mara mingi tumetegemea ufahamu yetu. Ana ketiengei naenyo. Ndio maana Biblia inatuambia kwamba Noton amune mwoe Bible kole usijihesabu mwenyewe unajua, kole matitgei inyegen ile ingen. usitegemee umaarufu yako. Matitiengei naeng'ung So inyegen. Bwana atusaidie leo hii, Kotorete Kiptayat betutab mahali raini. tumefungia nje, Bwana En ele kikekerchi biik Kiptayat, atusamee na aturejeshe tena, konyoiwek gat akowekwek kokeny. tukubali Bwana atuongoze. Kiyan Kiptayat kotoretech Kwa akondosewech chochote. en tuguk tugul. Ukiwa unataka kuanza biashara, Yon meche omba. inam mung'aret isa. Unataka kuanza ndoa, omba. Me inam katunisiet isa. Unataka kwenda ng'ambo kuongeza masomo, omba. Meche iwe bitonin ite somanet isa. Ukitaka kuama kwenda vitongoji chingine ama kijiji chingine, omba. Yon meche iwe komosta age Kila isa. kitu anza na Ki maombi age tugul iname saet. ili ufanye mapenzi ya Mungu. Siyai maket nebo Kiptayat. Maombi itakusaidia uamini mapenzi ya Bwana. Saet kotoretin iyai maket nebo Mtu Kiptayat. ambaye aamini maombi Chi age tugul nemayani saet ufanya mapenzi yake, koyae makenyi. lakini mwenye anaomba mwanzo Lakini neisoe korong anauliza Mungu mapenzi yake itimie. koteben Kiptayat kole ngwang makeng'ung. Unajua, mara mingi sisi tunataka mapenzi yetu itendeke, Ngelen abokora enechek kemoe koang makutik hata chok. wakati unahitaji fulani, Ot yon imokyinigei ki. unataka ufanyiwe vile unataka, Imache keyon kou yemoche. uulizi mapenzi ya Mungu. Metebe akobo maket nebo Kuna Kiptayat. ugumu ingine, kuna changamoto zingine ambazo tunapitia ambayo Mungu ruhusu, Miten nangebun yomutik alak chechomchin Kiptayat. yenye atasababisha, atachenga imani yako. Choton chetieme kaneng'ung. Kumbuka wakati Yesu alipopelekwa na Roho Mtakatifu jangwani, Ibwat- ajaribiwe na shetani. Bwat Jesu yekingomuti Imutoindet melewet melewet ketiem. Ukisoma katika Mathayo 4, Isomane Mathayo 4. Biblia inatuambia kwamba Yesu Mwae Bible alipelekwa, kole yaani Baba Mungu aliruhusu shetani ajaribu Yesu. kichomchi Jehova ketiem Jesu. Bwana asifiwe. Amen. So mara mingi tunaumia kwa sababu tunakuwa tatuulizi mapenzi ya Mungu. Kikeumise mising amun kikeyai tuguk kyok makimokyi Kiptayat koang Hakuna makenyi. jaribio ambaye anajaribu binadamu kushinda imani yake. Mamiten tiemutik cheketieme kipkosobe kosir Hautajaribiwa yetenganenyi. kupita imani yake. Makoi ketiemin kosir Lakini uliza yetenganenyi. mapenzi ya Bwana. Lakini yoche item maket nebo Kuna Kiptayat. vile vitu inaweza chelewa Miten ele nan kochelewan katika tuguk. maisha yako, Ot en sobeng'ung. ili siku moja uwe na ushuhuda, Si betut agenge itinye baornatet. uhimize mtu. Icher chi. Kumbuka Penina Amache ibwat akobo Penina na Ana. ak Ana. Nani alitunikiwa na watoto? Ng'o nekikosich lagok? Penina ama Ana? Kisich Penina. Penina lagok. Na Penina na jambo ya kushangaza, Akini kibuche kwang'et. imagine wake wawili ambaye ameolewa na mume moja, Bwaten kwonyik aeng chekikatuny chito agenge. ikawa moja anaendelea kuzaa watoto Ko kiyange kokitestai kosikishe. na mwingine azai, Ko kimosiche na age. wako pamoja. Ako mite kibagenge. Na Penina akatiaki huyu akawa natiaki Ako Ana. anam Penina ko chombil Ana. Lakini Ana aliendelea kuvumilia, Lakini kitestai Ana komuita. alivumilia. Kimuita.
Ndio maana leo hii tunajifunza kuhusu maisha ya Ana. Noton amune en kasarwechu kinetege akobo sobetab Ana. Kinetege sobetab Ana. Lakini mara mingi sisi hatuna uvumilivu. Lakini en abakora eche makitinye muitaet. Unanungunika katika harakati ya wewe kucharipiwa, unanungunika. Yon kakinam ketyemin inam inyony. Kuna baadhi ya watu ambao wanahitaji mbele ya Bwana. Miten biik chemiten en taitab Jehova. Wako na hitaji. Tinye magutik cheterter. Lakini ameongeza manunguniko. Lakini kikotesta konyonyet. Yenyewe patu umeokoka unajidaidi, lakini manunguniko imezidi. Lakini isikunot chome Jesu, lakini konyonyet komi barak na mising. kunungunika itazuia baraka yako. Ako konyonyet kotere kaberuret. Ndio maana waliyenungunika hawakufika nchi ya ahadi. Noton amune ichek kikinyonyso komait emetab komiset. Manunguniko inaondoa imani. Konyonyet koisto kayanet. Murmuring inaondoa neema ya Mungu katika maisha yako. Konyonyet koisto miendab Jehova en sobeng'ung. Inaondoa umaarufu fulani, yani nguvu fulani yenye alikuwa anakusaidia uendelee. Ako isto kora kimnotet nekomi sobeng'ung nekotoretin Ndio maana itestai. aliambiwa Yoshua ya kwamba Noton amune kimwomwochi Yoshua kele matin komei mugulel. pamoja na wewe Ami kobote. nimekupa aina ufalme wake, Kokonin ai ak lakini lawtornatet. usikuve moyo. Lakini matkomei mugulel. Wakati mtu ameanza kunungunika, Yon kakonam chito anamaanisha ashakufa moyo. koboru kole kakome mugulel. Wakati utaanza kunungunika tu, Yon kainam kityo inyony, ujue umekufa moyo tayari. inai ile kamei mugulel sana. Kama kuna mahali, kama ulikuwa mahali fulani Ot kotikemi wei, uko tu, lakini ushakufa moyo. imi kityo lakini kimei mugulel. Dalili ya kujua umekufa moyo ni wakati unaanza kuongea mambo mingi, Yon togu kokikomei mugulel, inomi ng'ololi ng'alek chechang. na unaanza kupoteza chenye ulikuwa naye. Ak inam ibeten tuguk cheketinye. Murmuring anasababisha chenye uko naye kutondoka, Ng'onyonyet koe tuguchon ketinye koba kuchibiti. kochibityo. Kunungunika kwako inakusababisha hata uchakaa, Ot konyonyeng'ung koyoin kobachak borto kwa sababu ya murmuring. amun en konyonyet. Murmuring atakusababisha ukose nguvu Konyonyet koyoin kora kobek kimnotet ya kile ulikuwa unaendelea kufanya, en kit neketesentai kwa iyoe sababu ushakufa moyo. amun kamei mugulel. Bwana asifiwe. Losunot Jesu. Haleluya. Amen. Tembea na Bwana, tutembee na Yesu Ongebendaten ak Jesu kwa kila kitu ambacho tunafanya. en kiy age tugul nekiyoe. Wacha nikwambie, Namwauno. Bwana aliambia Musa ya kwamba Kimwoe Kiptayat Musa kolenji, wakati Musa alipokuwa akichunga kondoo ya baba mkwe Jethro, yekingoribe Musa kechirekab kapyukoit Jethro, akaona mti ambaye ilikuwa anachomeka na iteketei. kikere ketit nekilole ako mabeku. Akasongea hapo Ako kiwo korikyi akishangaa kuwa kwa nini ako kwong'en kole hii kalyan mti ketit sikolole inachomeka na iteketei. ene sikolole mabeku. Alipokaribia hapo akaambiwa kwamba Yekingoit yoto kemwoe fua kele viatu yako kwa sababu mahali umesimama ni patakatifu. kelenjire ng'osyekuk amun yon itononen Na kotilil. akasikia sauti ambayo anasema ya kwamba Ako kas sautit nekimwochi nimesikia kole mateso ya wana wa Israeli. kiakas kanyaliletab lagokab Israel. Hebu sikia, imagine Musa alipofika pale Ibwat yekingoit yoto Musa korikyi. akakutana na wachawi wa Farao. Kingoit yoto kobo kotuiyo ak bonikab Farao. Nao wachawi wa Farao ambaye walikuwa na uwezo wa kufanya miujiza. Bonikab Farao chekitinye kimnotet koyai kwong'utik. Alikuwa na uwezo wa kusoma nyota, Kitinye kimnotet nebo kosoman alikuwa kechek. na uwezo ya kichawi. Kitinye kimnotet nekibo bandit. Na Biblia inatuambia kwamba Komwoe Bible kole Musa alipofika hapo, yekingoit yoto Musa hawa wakawa na fimbo yao. ko kitinye kirokwek bichukan. Musa akarusha fimbo yake chini, Kowirta Musa kiroktonyin kwo ng'weny. akawa nyoka. Koik ndaret. Hawa wachawi wakarusha, wakatupa chini, Kowirta akichek bonichukan. akawa nyoka. Koik ndaro kora. Ya Musa, fimbo ya Musa tu akameza hiyo yote. Kini kwong'utiet ko king'et kirok nekibo Musa nekiwelel koik ndaret kwam ndarok chun alak. Na akaambiwa Musa tena shika, Akele kora Musa na akabadilika akawa fimbo tena. kowelel ak kora koik kirokto. Ni kumaanisha kwamba Kobor kole Mungu alipotuma Musa yekingowokto Jehova Musa hakutuma mahali kuna haleluya mingi, alituma kuwa mahali kuna vita. kiyokto kwa ele mi boriet. Kwa nini hakufika huko na kila kitu ikiwe sawa? Kilya sikingoit yoto komabo koik tuguk koba lain tuguk tugul. Alifanya miujiza zaidi ya moja, Farao akiendelea kusua msumbufu. Kitestai koit yoton Musa akoyai kwong'utik chesire anga ako kitestai kora Farao koik neingelelyo. Fero hakutishika Maimuok Farao. na Mungu ako na Musa. Ako mi Kiptayat ak Musa.
na ngumu iko, Ako miten lakini uinwek. mwisho Lakini kiyelet wana wa Israeli walitolewa. ko kikister lagokab Israel. Alikarimu uvumilivu ya Musa, Kiiben akobo muitaetab Musa. alikarimu Musa kusimama. Kiib Musa kiyai Musa Bwana kotonon. asifiwe. Amen. Haimaanishi kwa sababu umeokoka kila kitu ni haleluya utaletewa kwa sahani ikiwa meiva. Mebwaten ile yon kaisiku ko mi tuguk tugul kororon mi kakindeun sahani. Inakarimu uvumilivu yako. Ibe kora muitaet nong'ung. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Utacharipiwa, imani inacharipiwa. Kityeme kayanet. Na stahili uwe na neema ya kusimama. Koyoche itinye mieindo nebo ketonon. Mwisho Musa alifuka. En let ko kiibelis Alifukisha Musa. wana wa Israeli. Ako kilanda lagokab Ili Israel. ujue Mungu ni hatari. Inai ile Kiptayat ko Imagine kwang'ut. alipitisha mahali hapana njia. Kiimu lagokab Israel kobun ye kimokomi oret. Kwa sababu katika harakati ya kutolewa pale ama kutoka pale, Amun ye kingetestai kimong'u, mahali walikimbilia alikuwa anatarajia apitie, ele kingen kole bo kolondoen. mahali alielekezwa ni bahari ya Shama. Ele kikakitokyi kobun ko Ainet ainet nebiri, nebiri. nyanjet. Nyanjet nebiri. Na katika bahari kuna bridge, Tos en nyanjet kotomi etiet? Mamiten. kuna taraja. Miten etiet. Sasa Musa angeuliza Mungu, kwani hujui mahali unatuelekeza? Mait kolenji Musa Jehova bakemutechi mami etiet. Umeiguitozi ba Mungu wakinyane, lakini alijua ya kwamba Mungu anatengeneza njia mahali hapana njia. Lakini kingen kole Jehova kochobe oret en mami oret. Bwana asifiwe sana. Losunot Jesu. Na hatimaye walitoka pale. Ako en let ko kibun ako kiba. Ni kumaanisha Bwana anatengeneza mapito mahali hakuna mapito. Obor kole Kiptayat koot oret en mami oret. Ukiamini Mungu kutoka kilindi ya maisha yako, Yeiyan Kiptayat kobun muguleldo hiyo orit. vitu ambaye unaona kwa macho yako imeshindikana itawezekana. Tuchon ikere kokawekitun en konyekuk kobendi konome lain. Nataka uone kupita mawazo yako, Amache iker kosir kwa kabwatutik. sababu mawazo yako anaona bahari ya Shamu. Amun kabwatutik kokere oinet Mawazo nebiri. yako anaona ugonjwa sugu. Kere miondo neng'oi konyek. Mawazo yako anaona upweke na umaskini Kere kora kabwatutik siriret ak bananda na ukizirani wa shetani. ak nerekekab oret. Lakini Bwana anaona mbele, Lakini kere Kiptayat anaona ukivuka, kere anaona ilondoen. ukifaulu. Kere ibore. Bwana anaona mwisho tangu mwanzo. Kere Kiptayat mwisho. Is the En kanamet. Alpha and the Omega, Inendet ko taunet ak mwanzo kabetunet. tena mwisho. Inendet ko taunet ak Ametuahidi kabetunet. baraka, Kikoamiswek kabetunet. amesema ya kwamba sisi ni warithi wa mambo wa kiungu. Kimwawech kole kikondikab tugukab bounatet. Haleluya. Amen. Na kwa sababu sisi ni warithi, Amun echek ko kikondik. ni kumaanisha tumebarikiwa. Kobor kole kiberurotin. Hata sahi auoni baraka yenye tuko nayo, Mara mekere kuni kabiret. lakini baraka tunaye. Lakini kabiret ketinye. Auoni tu kwa macho yako, Mekere kityo lakini baraka iko. Miten kabiruret. Sahi watu wanaona hauna chochote, Kere biik kowa metinye kiy. naona kana kwamba hauna Kere mwelekeo, kole mekit mami lakini etokyinigei. mbele iko sawa. Lakini karanda. Aliyekuita ni mwaminifu Nekikurin ko nekiyoni. na kuna ansa ya jawabu ya maisha yako Ako tinye walutietab sobet. katika jina la Yesu. En kainetab Lakini Jesu. roho ya murmuring tu, Lakini tomirmire nebo konyonyet. roho ya kunungunika peke yake, Tomirmire nebo konyonyet. ndio tunataka tufungie nje na tutoe kabisa, Chipi aketesta. na hatutegemei umaarufu yetu. Ako makitiengei naenyo. Tunataka kwamba leo hii maombi ya imani Kimache kesar raini saa nebo katika jina la Yesu, kainetab Jesu. tunataka kuinenea bahari ya Shama, Makeng'ololchin nyanjet nebirir. atupishe tupite, Kosteweke atupee njia kokonech oret. hiyo changamoto ambayo unapitia. Uinwek chon ibune. Nataka tuinenee kwa imani Mache ng'ololchin en kainet. katika jina la Yesu. En kainet nebo Jesu. Tuamuru vitu ifanyike Keng'at tuguk koyaak. katika jina la Yesu, En kainetab kwa Jesu. sababu katika jina yetu haisaidii, Kainutik chon motoreti. katika umaarufu yetu haisaidii, Naenyon ko motoreti. lakini katika jina la Yesu tutasaidika. Lakini en kainetab Jesu. Bwana asifiwe. Losunot. Nataka ujiandae uamini leo Amache ichobok ak iyai raini. katika jina la Yesu. En kainetab Jesu. Tutaomba maombi ya pamoja Kiboe kesar saet nebo kibagenge. tukitangaza breakthrough katika jina la Yesu, Kiborostoi mandaet en tukisema kainetab Mungu Jesu. atusaidie. Kemwa kele Jehova toret. Mara mingi tumesaidia Bwana katika mawazo yetu, En abakora ketoreti Jehova en tumeanza kufikiria hata nifanye hivi, muche kibwate kele kimache keyai wacha kole. kwanza niende maombi mahali fulani, Kaya alafu nikuje tere. tena
Wacha kidogo interpreta. Umeona ya kwamba inaonekana eri nitoke kidogo kwa hii kanisa niende maombi mahali fulani, niende niombewe, alafu pastor akuja niongeze. Wacha nikuambie, hiyo ni kupoteza mwelekeo, kupoteza nguvu ya imani yako. Na unapoteza stability. Hallelujah. Ukianza kuitarao mahali huko, unapoteza stability. Unaanza kuyumba. Unayumbishwa na changamoto ambayo unapitia. Mtu mtabuze kiibune kwa sababu umepoteza mwelekeo. Bwana asifiwe. Bwana wa Israeli katika harakati ya kuvuka katika bahari ya Shama ilikuwa ni kuenda mbele tu, kwa sababu nyuma kulikuwa na maadui. Hakuna kusuba, hakuna kusitasita, ni kufuatana unyo, kufuka, kwa sababu mahali kumepatikana njia ni mahali ya hatari. Kwa sababu maji ilikuwa imesimama pande hii, maji pande hii, so ilikuwa inatisha. Kuangalia hapa inatisha, hapa inatisha. Sasa ikawa tu ni kwenda mbele. Mahali unakaa vitu inatisha. Mahali unakaa wewe saa inatisha. Vitu zinakutia uoga. Lakini wacha nikwambie, imetosha uangalie tu mbele. Katika jina la Yesu. Atuangalie huku na huku. Tunaangalia mbele. Katika jina la Yesu. Tunachunga imani yetu. Chunga imani yako. Chunga imani yako. Usitupe imani yako. Usitupe wokovu wako. Umetoka mbali. Wewe kama kijana useme nimekaa sana. Mungu analipa kwa wakati iliyofaa. Hakuna mtu ambaye amevumilia baadaye akawachwa. Haleluya. Hakuna mtu hata moja katika Biblia yenye aliachwa. Daudi akasema, tangu nikiwa mtoto hadi sasa nimekuwa mzee, sijaona watoto wa yenyaki wakiomba. Tunaamini Mungu leo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu atusaidie, atupe upenyo katika upeo wa kiroho katika jina la Yesu. Bwana anaweza. Papa anaweza. Papa anaweza. Wakati wanadamu wameshindwa, Papa anaweza. Yale awezekani kwa wanadamu inawezekana kwake Yesu. Kwake Yesu inawezekana. Kwake Yesu yote inawezekana. Popote Yesu alienda alitenda mema. Alipopata watu akilia akaleta uvuvio. Alipopata watu wako na shida alikuwa analeta raha. Sai mahali unakaa unauliza maswali mingi. Lakini wacha nikuambie ndugu yangu, imetosha uamini tu. Amini tu. Yote inawezekana. Amini tu. Amini tu. Yote yawezekana. Amini tu. Amini mama. Amini tu. Yote yawezekana. Amini tu. Amini Baba. Amini Baba. Amini tu. Yote yawezekana. Amini tu. Amini dada. Amini dada. Amini tu. Yote yawezekana. Amini tu. Amini sasa. Amini ndugu. Amini tu.
mugakse goge. Amini tu. Yote yawezekana. Amini tu. Amini Mungu. Amini sasa. Hallelujah. Yawezekana. Amini leo. Yote yawezekana. Amini sasa. Abudu Bwana kila moja. Yote yawezekana. Amini leo. Amini ndugu. Hallelujah. Amini tu. Yote yawezekana. Amini tu. Amini sasa. Hallelujah. Amini tu. Kama umesimama usonge mbele, wala amesimama tu asonge mbele. Yote yawezekana. Amini Baba. Nataka kuomba maombi ya imani kwa wale wanaamini. Amini tu. Kama unaamini haya maombi. Amini tu. Hallelujah. Hallelujah. Amini tu. Yote yawezekana. Amini tu. Amini sasa. Hallelujah. Amini tu. Yote yawezekana. Amini tu. Yalawezekani kwa wanadamu, inawezekana kwa Yesu. Inawezekana kwako Baba. Ambia Baba, ninaamini unatenda. Ninaamini unatenda. Ninaamini unaweza. Unaweza kuniponya. Unaweza kunikomboa. Unaweza kunibariki. Una uwezo ya kunibariki. Uko na uwezo ya kuniinua kiwango nyingine. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Inawezekana tena. Inawezekana tena. Baba, ninajua unaweza. Ninajua unakomboa. Ninajua unabariki. Ninajua unainua. Ulibalabazaka bayanto. The mighty name of the Lord. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Inua mkono na uamini. Hata yule uko nyuma, inua mkono juu. Baba anaweza. Baba anaweza. Anaweza. Naombea kila moja. Inawezekana. Hiyo ugonjwa yenye uko nayo sio ya kifo. Katika jina la Yesu. The mighty name of the Lord Jesus. Be healed. Stop. Imyondaga tu. Katika kila maradhi, ugonjwa yeyote ikuondokee. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu.
Kuanzia leo umekumbukwa na Bwana. Umepanguziwa machozi. Umepanguziwa machozi. Naomba kwa njia ya kiunabii nikitabiria watu hapa, nasema umepanguziwa machozi. Umetumiwa baraka katika jina la Yesu. Baraka zako zikufikie. Mungu akutumie destiny helper. Mungu atume mtu akushika mkono katika jina la Yesu. Baraka zako zikufikie. The mighty name of the Lord. Watoto wako wasaidike. Wewe mwenyewe usaidike. Wewe kama kaka usaidike katika jina la Yesu. Wewe kama mzee usaidike katika jina la Yesu. Wewe kama mama usaidiwe katika jina la Yesu. Uinuliwe katika jina la Yesu. Uponywe katika jina la Yesu. Ndoa isimame tena. Iimarike tena katika jina la Yesu. Mahali hapana mapito, wepo na njia. Mahali umeumizwa usaidiwe, utumiwe baraka. Mtu akushika mkono katika jina la Yesu. Enough is enough. Umekaa peke yako kwa muda mrefu, nasimama na wewe ukiwa unaamini, na ninasema ya kwamba Baba aliyeniita akushike mkono, atubariki leo, atukomboe leo, tokana na kila kifungo, tokana na kila laana, every generational curses. Akuachilie, aache baraka zako, aache maisha yako, aache hatima yako, aache kesho yako, aache watoto wako, aache maisha yako, aache na wewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. I deliver your spirit. Nafungua roho yako mali imefungiwa, mali imepelekwa na ikaingizwa na ikashikwa matega, akapelekwa kwa waganga. Nasimama saa hii nasema hiyo roho ya kiuganga ikuondokee katika jina la Yesu. Maneno na kanusha saa hii, na kanusha saa hii. You are a different person. Wewe ni mtu mwingine, wewe ni mtu wa Bwana, wewe ni mteule, wewe ni mteua. Umetengwa na Baba, umetengwa na Jehova. I speak victory over your life, over your family. Arise. I command you, arise. Arise in your faith. Arise in your faith. Arise in your faith. Ngetenga ya ned. Ngetenga ya ned. Ngetenga ya ned. Ngetenje gibeg. Ngetenje gigiban. Ngetenje gigirat. Ngetenje gigichup. Mangunenje gigichup. Mangunengwe nunywan. Mangunengwe nunywan. Mangunengwe nunywan. Engwe nutap kimaini. Engwe nutap jori. Engwe nutap kibana no. Toka katikati yao. Toka katikati yao. Nasema toka miongoni mwao. Papa anakutoa katikati yao. Mangunengwe nutapchori. Mangunengwe nutapchori totina. Take your position now. Chukua nafasi yako. Na mgebebe tangu. Take your position. Take your position. Kibiashara. Take your position. Kimaombi. Kihuduma. Take your position. Alipa Anto. I break every wrong covenant. Wrong covenant. Aliyepitia chakula mahusiano inakataa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Uachiliwe. Nasema uachiliwe. Nasema tuachiliwe. Tufanye mapenzi ya Bwana. Tufanye mapenzi ya Jehova. Areka labazetoria. Areka labayantanama. Be connected now. Be connected now. Be connected. I connect you with your destiny. Kwa tu yenatane ngunga. Na kuunganisha na hatima yako. Na hatima yako. Weka mkono juu tena. Amini tena. Ninasema ya kwamba mahali ulikuwa ungepita, nasema utapita. Ninaondoa hiyo chapa, naondoa hiyo alama. You territorial spirit, territorial power. Yenye umetubimia mipaka, umetufanya tukae sehemu moja kwa muda mrefu, lakini saa hii ninatangaza njia
njia iwepo, njia iwepo. Wana wa Israeli walipitia katikati ya bahari ya Shama, hata na sisi tunapitia katikati ya madui, katikati ya wachawi, katikati ya wanga, katikati ya watu wambaya, katika jina la Yesu. The Nemalia Kataribabos, the Kabayantonema, Le Karababuyanto, Rekalababayanta. Mahali ungeenda, mahali ungevika, nasema utavika. Nasema breakthrough iwepo. Hiyo baraka yenye umeombea kwa muda mrefu, nasema ivike. Baba, kutanisha sisi na baraka zetu. I possess my blessing. Napokea sehemu yangu, napokea upako, napokea ufunuo, napokea baraka, napokea fedha, napokea neema, napokea ufunuo ya kusoma neno, napokea upako ya hekima. Nipe hekima na maarifa, hekima na maarifa, hekima na maarifa. Wala wako tayari wapokee hekima na maarifa. Baba, upeana kwa wepesi. Baba, upeana kwa wepesi. Hekima na maarifa, 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 hekima na maarifa. Wisdom and understanding, wisdom and understanding. The mighty name of the Lord, wisdom and knowledge. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Nasimamisha kizulizuli kwa konosi kwa restore. Yenye amekuyumbisha yumbisha, amekusumbua sumbua, nyumba yako imetingizika. Nasema Baba, tuliza bahari, tuliza bahari, tuliza bahari. Wala ameyumba yumba, wala amekaliwa kaliwa. Tuliza bahari, bahari, tuliza bahari. I speak peace and stability. Kaliet atterectile, Aliet atterectile. Peace, peace and stability. And I silence every mouth of the lion. I silence it now in the name of Jesus. Nasima kinywa ya simba yamekuwa akipanua titi yako. Ninasema kinywa ya simba yamepanua titi yako, amepanua titi yetu. Ninasema every spirit, every serpent power, serpent spirit, ninakataa. I render you powerless. 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 Rekapakatalama. Rekapakatalama. I speak life in your life, life in your family, life in your business, life in your prayer life. Be revived. Be revived. Nyekoragiza. Tunaomba. Setani sikia, tunaomba. Tunaomba. Tumeomba. Tumebatizwa na moto wa Roho Mtakatifu. Kila moja be baptized now by the Holy Ghost, by the power of the Holy Ghost, by the power of the Holy Spirit. Be separated now. Ingitabanin. Ingitabanin. Be separated. Agwatoro na teta Jehova. Baba akutenge kwa ajili ya kazi yake. Adhiana bashala la baadhi ya katanama. Zekabaka tarababo zakariba. Zekalaba zekatarababayanto. I speak peace in your life. Rekaba zakalababayanto. Kila ugonjwa umeenda, hautarudi tena. Hautarudi katika miili yetu. Tumeponywa na Bwana. Tumekombolewa na Jehova. Tumepiwa mafuta. Tumepona. We are here. Tumeponywa. Tumeponywa. Yes. It is well with you. It is well. Ni sawa kwako. Ni sawa. Yes Lord. Yes Lord. Yes. Wale walikuwa na tatizo ya kupepa mimba tena, katika jina la Yesu, kupitia mafuta yenye kwamba hivi, pokea uwezo ambaye atakuwezesha uichukue tena. Wale wamepitia uchungu wa moyo kwa muda mrefu, may the Lord wipe your tears. Baba atume mtu ambaye atakushika mkono.
Baba atume kunguru akuletee maji na mkate katika jina la Yesu. Chemichemi moja ikikoma ikisisi, Mungu ufungua ingine katika jina la Yesu. Hiyo chemichemi ilipofungika, Baba umefungua ingine katika jina la Yesu. Usikuwe na waziwazi. Baba amefungua chemichemi ingine, na utakunywa maji tena, na utakula tena, na utajenga tena, na utafanya kazi tena. I prophesy kwa wale wanaamini, enda kiwango nyingine. Yes, songa kiwango nyingine. Nasema songa na kusongeza by faith, kwa sitenenga ya nene na kushika mkono mahali umeumia, mahali unalia, na kupanguzia machozi katika jina la Yesu. Baba anapanguza machozi katika jina la Yesu. Umelemewa sana, Baba amevika. Baba umevika. Ondoa mzigo mbalimbali, ugonjwa mbalimbali, maradhi mbalimbali. Yes, somebody is getting healed. Mtu anapona, anapona miguu. Naona mtu anapona hapa. My God, watu wanapona. Be healed, be healed. Asha Kamacho, watu wanapona. Watu wanapona hapa. Wanapona, wanapona. Wanapona, wanapona. Wanapona, wanapona. Yes, take it, take it, take it, take it now. Receive your healing. Receive your healing. Watu wanapona, watu wanapona. Wanapona, wanapona. Wanapona, wanapona. Titu nemiani sabe. Nemiani kwa sabe. Endelea kupona. Upako wa uponyaji umeshuka. Ufimbe inatoka, maradhi inayeyuka, watu wanapona. Asha macho na msivitwe, pokeeni miujiza yenu. Asha miujiza. Receive your miracle. Watu is getting healed, it's getting healed, it's getting healed. Angalia, angalia, watu wanapona hapa. Watu wanapona hapa. Santos Pigero, nino sabe Pigero. Ndio anapona. Ndio anapona kabisa. Anapona kabisa. Angalia, angalia. Angalia vile anatetemeka. Angalia vile anatetemeka. Angalia vile anapona. My God, is here, is here. Anaponya watu, anaponya watu. Anaponya watu hapa. Anaponya watu, anaponya watu. My God, my Father, my Father. Kila maradhi ya typhoid yoyote ipone. Brucellosis, brucella, ukimwi, maradhi yoyote sipone. Papa anapona. Papa anaponya. Oh yes, oh yes, oh yes. Kuna mtu alikuwa amelegea, amepokea nguvu. Nguvu inarudi, angalia. Nguvu inarudi, nguvu inarudi. Nguvu inarudi. Yes. Wekse gimnated, wekse gimnated kero. Nero nanga we gimnated. Kago we gimnated. Kago we gimnated. Oh yes, oh yes Lord. Oh yes, be sensitive everyone. Iku sensitive kwa chorika kaila na baba swabeda. Upako wa uponyaji. Vinonda zote zinyauke. Kwa yamia mwoktugola. Vinonda zote zinyauke. From head to the toes. Watu wanapona. Yes. Watu wanapona. Watu wanapona. Watu wanapona hapa. Wanapona. Vitole zinapona. Naona huja za vitole huko chini. Kuna vitole zinatoa maji. Naona zinanyauka, zinapona. Zinapona, vitole zinapona. Vitole zinapona. Oh my God. Shapa pa 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 pa. Rekapa katanaba. Yes. Yes. Hautaona tena. Hautaota tena. Naona watu wamesumbuliwa na ndoto ya wanyama mbalimbali. Wengine wanasumbuliwa na mandoto za nyoka, lakini saa hii Baba amesema hiyo uwezo haitakuja tena. I set you free. I set you free. Oh paria karibos. Zia karibarianta. Leve akabasha karibabo. Yes. Receive your miracle. Thank you, a miracle. Taikuwa mutim. Nebagia ni makinige. Taikuwa mutim. Wakile kitu unahitaji. Yes. 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 Naona mtu anapewa parua ya promotion. I can see the spirit. Yes. Yes.
wala wameajiriwa. Jesus, naona barua sia kaba yanto ya promotion. Yes, 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 yes. Naona mtu akinusurika kifo. Yes, ndio, ndio. Yes. Mahali haungefika, utafika. Watoto ambaye hawangehitimu watahitimu. Hawa watoto amekuwa akikusumbua, Baba amewatembelea, anabadilisha. Wala anateswa na waume zao. There is powerful transformation. Yes. In your family if you believe. Yes. You are believing. Upako umeshuka mahali hapa kubwa sana, na watu wamebadilishwa. Mambo umebadilika. Mambo umebadilika. Yes. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Kila mmoja hapa ndani, neema ikufikie. Usitoke kwa hiyo mlango bila kupokea chochote. May the Lord Jesus Christ locate you. Ukiwa penye huko na kutana na hitaji ya moyo wako, katika jina la Yesu. Yes. 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 Yes, Lord. Wale amuna amani, Mungu awape amani katika jina la Yesu. Stahimili upako na uwezo ya kusimama. Ila moja simama sasa. Na nimepata hakikisha watu wamepona hapa. Watu wengi wamepona hapa. Nimesikia nikisaidiwa na Roho Mtakatifu. Na mtu amepona hapa ambaye amekula dawa sana ya kichwa. Juu anaumwa na headache seriously. Jesus Christ amekuponya. Umekuwa na persistent headache, umekuwa ukiumwa na kichwa sana, na umekuwa ukitumia dawa. Sijasema usitumie dawa tena. Sijasema, lakini nimesikia umepona. Baba amekukomboa kutoka kwa hiyo kuumwa na kichwa. The mighty name of the Lord Jesus. Na mtu hapa ameokolewa kwa sababu amekuwa akiwaza na kuwazua kuhusu kujitoa uhai, lakini Bwana ameingilia kati. Yes, Lord Jesus. Tumesaidika sana hapa leo. Ukame umeondoka kwa watu wengi. Na shika imani niwe moja yao. Ya wale ukame imeondolewa. Nianze kutembea katika mbingu ambayo inatoa umani. Katika jina la Yesu. Maisha ya kung'ang'ana sio sehemu yako. Kwa wale wanaamini kutoka kilindini ya miungu, hii maombi ambayo nimeomba hapa na ninaendelea kuomba, hii miujiza ikutendekee. In the mighty name of the Lord Jesus. Katika jina la Yesu. Kwa wale wameajiriwa, nimeona mmoja wenu akipewa barua
ya promotion. Nebo promotion. Na jambo ya kushangaza, Lakini nebo kwong'et, au kukuwa unatarajia promotion, kokiame itinye kamang'unet. ulikuwa vile mara mingi vile unashughulikiwa, En nabokora ele cham unashughulikiwa kwa njia ya kimadharau. ketam keboisien en oretab So kwa upande yako hauna, kwa mawazo yako kuna barua ya promotion inakuja, en kabwatu komebwati tele mi barwet nebo, lakini jambo ya kushangaza promotion. inakuja promotion lakini nyone barwet nebo promotion. katika jina la Yesu, Kainetab Jesu. katika jina la Yesu. Kainetab Jesu. Yes Lord, Jesu Lord. yes Lord, yes Jehova. Thank you, Jesus. Baba, tunasema asante Mwagongo Jesu. kwa kujibu maombi yetu, Iwo amonga iwalo saenya. kusikia maombi yetu. Kaiga saenya. Tunasema asante, Mwagongo. tunasema asante, Mwagongo. tunasema asante. Kuna mtu alipona miguu hapa Ni chini wasap keldaini. na vitu mingi na watu, Tugu keterter. baadhi ya wale nimeona wamepona ni yule alikuwa anaumwa na miguu Niko sap ko niko amegelda. na haitarudi tena, hiyo ugonjwa haitarudi tena. Magonyo ko kenyana. Huyo mtu ambaye anaongelea ameponywa koti, ambaye mara mingi anaumwa na koti na hajawahi kuswa na chochote. Ni chitana cham ko amegelda au ma Koti kutunda Kutunda. na uchawahi kongwa na kitu, Tom kai ko borusi. na hiyo miguu imepona Ogo sap kelo. na hiyo ujungu haitarudi tena O ma migi ngwan nango ke. katika jina la Yesu. Kainetab Jesu. Na wewe ambaye ulikuwa umepoteza uzingizi sana, Akinye na kwa iberwoning misi. Bwana amekukumbuka. Kokabwat ngiptaya. Pokea amani wa Yesu Sain kalietab Jesu. katika jina la Yesu. Kainetab Jesu. Na wewe ambaye unatoka katika jamii ambaye mara mingi anawekwa plasta Akinye na ibunu korik chabo kora kebire. sababu ya kuvunjika, Munen ile Bwana amekuona, kageri ngiptaya. hauvunjiki tena na mtavunjika tena Me ile kokeny. katika jina la Yesu, Amen. katika jina la Yesu, Kainetab Jesu. katika jina la Yesu. Kainetab Na Jesu. wala wanatoka mahali kuna watu ambao na akili punguani, biik chebunu korik che tinye biik kabwatutik che nute, yani akili punguani chengeker komoto yache. Chengeker ko kabwatutik chane naenywan komi ng'weny. Bwana amekuona Kakoker akiptaya. katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kainetab Jesu. The mighty name of the Lord Jesus. Yes. Yes, Lord. Yes. Baba, intervene in our life. Umetusaidia, Torete kiptaya. umetuponya. Isobet. Wale walikuwa wanasumbuliwa na ndoto, akiona nyoka katika ndoto, Bwana amekomesha na utaota tena hiyo. Kakoisto kiptaya tomo The irwote. mighty name of the Lord Jesus. Kainetab Jesu. Na kila roho ya uchawi Ak tamrit age tugul nebo bandit. haifanyi kazi tena katika mahali unakaa, Makoyoe boisiet kokeny en sobet. mahali unakaa Ak en ele mi. katika jina la Yesu. Kainetab Jesu. Wachawi hawana uwezo, hawakufikii tena, you are safe. Makoityin iribot. Na maneno iliyonenwa juu yako Ak ng'olyon ing'alalen barakuk. tumeifuta kwa damu ya Yesu. Kokaketuptup en kainetab Unaitwa Jesu. mbarikiwa, unaitwa mbarikiwa. Iberurot. Kurenene iberurot. Wewe ambaye mikono yako imekuwa ikichipuka, Inye netam kobolokse eunekuk. Baba anaponya wewe. Kakosob kiptaya. Kuja nishike hiyo mkono. Sikia kwanza, sikia kwanza. Mikono kiganjani, hapa Eut ganjani chukinamen tuguk zinachipuka kochurokse. kuja hapa mbele Amache inyon ndani. na uamini. Ak iyan. Kwa nini nimekuita tena? Nimeona uko na shaka, nimekuona ita mjini Itamchini lakini nyon. kuja Nyon. mikono Jon zinachipuka. churokse eunek. Kuja tu penye niko. Nyon akoi yu ami. In the name of Jesus. Ninaamuru hii ugonjwa itoweke. The mighty name of the Lord Jesus. The mighty name of the Lord. It is ichipuke tena. Receive your healing. Yes. From head to the toes. From head to the toes. You are healed. In the name of Jesus.
Na wengine mupone tena katika jina la Yesu. Amen. Thank you. The name of Jesus. Sikia na nena na wewe. Una maneno. Una maneno ambaye mtaongelea kwa hii wiki. Watu wa kwenu wamesema tutakuja kuongelea yale maneno. Ninaomba Bwana akusaidie. Hiyo maneno asikufunue uchi. Ninarudia tena. Ninaonyeshwa na Roho Mtakatifu. Naonyeshwa na Roho Mtakatifu. Na mtu ambaye wako na maneno kama kezi kwa hii wiki. Chita. Ya nyumbani sio. Na wanataka kuja kuongelea nyumbani. Itafanyika sawa. Lakini naomba isikufunue uchi. May the Lord have mercy on you. Yes. Mungu akurehemu. The mighty name of the Lord Jesus. Yes, Lord. I speak peace and stability. Watu wengi amekosa upendo. Kweli. Wamekosa upendo. Wamekosa upendo. Mungu anakupenda. Hata kama watu wamekuba kisoko. Mungu anakusudi mazuri. Ako na mambo mzuri kukuhusu. Upendo wa binadamu ni kidogo sana. Upendo wa Bwana inatosha. So jua ya kuwa Mungu anakupenda. Do not be discouraged. Usikufe moyo. Usikufe moyo. Naombea mtoto msichana yenye alitoroka nyumbani. Hayuko nyumbani sana. Na mahali yako anateseka. Kama uko hapa hivi na unajua mtoto, kuja hapa nifanye maombi. Unaona mtoto, ninaona msichana alitoka nyumbani na anateseka, penye yako anateseka. Sasa niombee na uipokee bila maswali mingi. Nani kwako huyo? Kano gureke. Mali yako anaumia. Ninaamuru mtoto huyo akuje nyumbani. Na wewe shetani hautashinda ukiteza mtoto huyo. Akuje nyumbani. Akuje nyumbani. Unakunenea mtoto kwa penye huko. Akuje nyumbani. In Jesus name. Ina iwe hivyo. So akifika msiulize maswali mengi. The mighty name of the Lord Jesus. Wewe ambaye amekuwa na baridi ya mifupa, umekuwa unaishi baridi ndani ya mifupa. Wewe unasikia ndani kwa undani, baridi kwa undani. Be healed. The name of Jesus. Be restored completely. In the mighty name of the Lord Jesus. Na wewe umekuwa una baridi inaingia katika masikio yako. Ninaamuru upone in Jesus name. Hiyo baridi tena isikusumbue. The mighty name of the Lord Jesus. Katika jina la Yesu. Yes, Lord. Yes, Jesus. Mahali umekuwa ukikataliwa. Umekuwa ukitafuta kazi unakataliwa. Hata si kazi kubwa, ni kazi ya mkono tu. Lakini macho unakataliwa. Lakini nakuamuru upealike tena. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Yes, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Natangaza amani juu ya kila mmoja ambaye yuko mahali hapa. Katika jina la Yesu. Baba tunakushukuru. Yes. 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 Baba umejibu maombi. Oh yes. Pokea sifa. Yes. Thank you. Amen. Kawe Bwana. Amen. Ongeteba tena vitu na tena bakutaya. Baba amefanya makubwa sana. Kai kitaya tu kiete missing. Na sifa zote zinaenda kwake.
Ako kalosunoik tugul kowekchingei Kiptayat. Hakuna mtu ambaye anastahili kushiriki utukufu na Mungu. Mami chi nemuche kopchei torornatet ak Kiptayat. Baba, pokea utukufu, Yani Baba netoche pokea sifa torornatet. zote. Torornatet ak kalosunoik. Sifa hizi zote ni zako Amun kalosunoik tugul konyocheguk. katika jina la Yesu. Kainetab Jesu. Amen. Amen. Baba ametenda makubwa sana huku. Kakoyai Kiptayat tuguk cheechen. Na tunashukuru Mungu sana Akiwekchini Jehova kongoi mising. katika jina la Yesu. Kainetab Jesu. Yes, Lord. Upako ambao umeshuka hapa hivi leo. Shalom. Kalyet. Shalom, shalom. Upako ambao umeshuka hapa hivi leo hii. Yani kaile nekachorgei en betutab raini en yu. Hata mimi nimeshangaa Otanao kwong'en. sababu nimesikia watu wengi wamepona wa ukweli na wewe ni mshuhuda. Akose kabisa ale biik chechang kokosopcho akobitu baornatet. Ibaoria. Ibaoriat nyene. Na wale walikuwa naishi upweke. Akichek chekokose siriret. Jua ya kwamba Mungu anakupenda Inai ile chomin Kiptayat. na upendo wa Yesu inatosha. Koyome